Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni mchungaji Kinaga Mwangi. Nimeokoka, napenda Kristo kwa kuniokoa. Na zaidi ya yote, mimi ni mchungaji katika kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, Mau Central RCA, chini ya kiongozi wangu Reverend Kanyingi. Na mchana huu mwema, ningeomba tusome neno ambalo litakuwa la msaada. Wakati walimuua Yesu, walisema ataisha kwa wiki moja, atasahaulika baada ya mwezi. Lakini baada ya hayo yote, injili iliendelea mbele. Ndiyo maana niko mahali hapa mchana huu mwema, nikijua ya kwamba injili ya Kristo nimekuja kuinena. Niko karibu na uumbaji wa Mungu ambayo ni nature ya Mungu. Karibu nami na nyuma yangu, background yangu ni msitu. Lakini Kristo anahubiriwa hata kwa watu waliokufa, maana wao wanasikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Na jioni hii njema nimekuja kuleta neno la Mungu. Wapendwa katika Kristo, ambao wamekufa moyo, Bwana awafufue tena. Ambao hawajapata wokovu, Bwana aokoe tena. Katika jina la Yesu na tuombe. Bwana, twasema ni asante kwa neno lako. Libariki kwa wenye litafikia Bwana, likawa mwangaza katika maisha yao, wengine wakaokoka kwa ajili ya utukufu wako. Bwana, twasema ni asante, maana ulisema hata wanadamu wasipokusifu, mawe itakusifu. Vitu vyote ulivyoviumba Bwana vitainua ukuu wako. Twasema ni asante, maana utajidhihirisha mchana huu wa leo. Neno lako litajulikana duniani kote. Katika Kristo Yesu tuombea neno lake. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi. Maana zaburi mingi zilinenwa na Daudi, lakini wapo zaburi zingine zimeandikwa na waandishi wengine. Lakini Daudi ndiye alikuwa mwandishi mkuu wa zaburi. Maana katika Zaburi, Daudi alimjua Mungu kama muumba wa vyote. Alijua Mungu asiyekuwa na mipaka, asiyefungiwa na kitu chochote. Ndiye anatangaza injili, maana aliniita katika huduma ninenee katika dunia yote, na ijue ya kwamba yeye yu hai na yeye anaishi, katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Zaburi chasema, Zaburi 23, ya kwamba Bwana, kuanzia 1, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunilaza katika maji matulivu, huniongoza, hunihusisha nafsi yangu, he restores na moyo wangu. Huniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, hii ni maneno ambayo yananenwa kwa mtu ambaye anajua Mungu. Maana sio wote tunaonenea wanafahamu nguvu na uwezo wa Mungu katika jina la Yesu. Na nena maneno haya kama vile Daudi alinena. Yeye alijua siri katika Bwana, na akajua Bwana yeye ndiye mchungaji wake. Wapendwa katika Kristo, wengi hawajui ni nani anayestahili kuwachunga. Wengine hawajui ni nani anastahili kuwalinda. Wengine wanafikiri ni akili, fedha, uwezo wao mkubwa wa mali itaweza kuwalinda. Lakini neno la Bwana lasema Daudi alikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, lakini alijua si vita, si wakuu wa vita, si farasi zitakayeweza kumlinda nafsi yake. Chenye ambacho kitalinda Daudi kilikuwa kimoja tu, ni Mungu tu alikuwa mchungaji wa Daudi. Wapendwa katika Kristo, wengine wako na kazi lakini wanasema hiyo kazi ndio inawalisha. Je, wakifutwa wanafanya nini? Si bado wanabakia kuwa hai, maana Mungu ndiye anapeana uhai katika Kristo Yesu. Wapendwa, tukae tukijua Kristo ndiye mchungaji wetu. Hiyo ndiyo siri. Kujua ukiamuka ni Kristo akupayaye nguvu.
kujua ukinena ni Kristo akupea nguvu, kujua ukisikia ya kwamba ni Kristo akupea nguvu, si kwa jitihada zako, si kujituma sana, si kuacha mambo yake, bali ni nguvu upatayo kwa Kristo. Bwana, je, kondoo zaweza jiliza zenyewe? Na kijiliza zenyewe zitaenda kwa shamba? Ukijua Bwana ndiye mchungaji wako, si atakulinda kila uendapo? Ni wangapi wamekufa, wako na uwezo wa mali, wako na uwezo wa fedha? Mtu kama Alexander the Great alikufa, alikuwa na uwezo. Maana ile siri kubwa ni Bwana awe mchungaji wako, maana atakulinda. Pale chini nasema hata ukipita kwenye bonde la ufa, Bwana atakusaidia. Hata ukipita kwenye bonde lililo na mauti, Bwana atakulinda. Wakati utaenda kupotea, Bwana yeye ni mchungaji mwema, atakurejesha na kiboko chake katika Kristo Yesu. Wapendwa, na nena nikijua ya kwamba Bwana ana nguvu za kutenda hayo. Je, unawezaje jua Bwana ana nguvu? Wacha tusome katika kitabu cha Zaburi 24. Tasema, dunia yote, Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo. Nyota, ngurumo, miti zote ni umbaji wako. Hata si umbaji, ni kunena kwako. Mali mwanadamu ndio umbaji wako, lakini vyote nikishangaa ni ukuu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba katika kitabu cha Zaburi 24 kuanzia 1 inasema, dunia ni mahali pa Bwana na vyote vilivyo ndani yake. Dunia ni mahali pa Bwana na vyote vilivyo ndani mwake. Chochote ni kama vile mwanadamu anaweza umba nyumba, anaweza tengeneza nyumba, anunue ploti, ajenge, aseme kitu chote cha amefanish kwa hiyo nyumba, kitu chote kiko ndani ya hiyo nyumba, na hiyo mchanga ni yake. Hivyo ndivyo Mungu ameona dunia. Hivyo ndivyo Mungu amekona uwezo wa dunia. Ati dunia yote, amesema dunia yote na vyote vilivyomo ndani, hata wewe ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamejikausha wakisema ya kwamba mimi natumia akili zangu ndio nimefika hapa. Mpendwa katika Kristo, sio akili zako, sio bidii yako, sio kujituma sana, ni neema imetudumisha uhai. Na nena nikijua ya kwamba Bwana yu hai na anasikia yote na atatenda yote na atatimiza yote. Ingawa ingine inaonekana kama upumbavu, lakini kwa Kristo yeye atupea nguvu, yote itatimika kwa neema yake katika Kristo Yesu. Wapendwa, pale chini anasema ulimwengu na wote waishio ndani yake ni wake. Maana aliweka msingi wa bahari na kuyafanya imara juu ya maji. Ati yeye Bwana pale hatujui ile maocean kubwa, Pacific Ocean, Indian Ocean, hapo ndipo Bwana alichimbua msingi, kama vile mwanadamu anachimbua msingi wa nyumba anayoishi anajenga. Hivyo dunia imewekwa na msingi wa Mungu ndani ya bahari, na zaidi ya hiyo anachukua dunia ingine anaiweka juu ya bahari, anasema kuifanya imara juu ya maji, na ingine anaifanya imara juu ya maji. It comes to do, inaweza kujistiri kwa juu ya maji ili tuweze kukanyanga, maana sisi sio samaki. Je, huyu Mungu ako na uwezo mgani? Kama watafiti walijaribu kushikanisha Ulaya na Afrika, pale North Africa, wajenge darasa inayoweza kuwa na gari, wakashindwa. Maana walishindwa kuweka msingi, na hiyo ni kitu kidogo kwa Mungu. Yeye ameweka msingi wake wa dunia chini ya maji. Nguvu za Mungu ni aina gani wapendwa? Wapendwa katika Kristo, nguvu za Mungu ni aina gani? Wapendwa katika Kristo, tukijua huyu Mungu ana nguvu, utamwita kama Daudi awe mchungaji wako. Anasema maana
Nani awezaye kupanda mlima kwa Bwana? Akauliza swali hapo verse 3. Nani awezaye kupanda mlima kwa Bwana? Nani awezaye? Je, ni nani anafaa kupanda mlima wa Bwana? Akajibu pale, ni nani awezaye kusimama pake patakatifu? Nani awezaye kusimama mbele za Bwana? Mungu aliye na nguvu namna hii, aliumba vyote vya dunia tunaona na macho. Nani awezaye kusimama mbele yake? Kama mzee anakuwa ana authority baada ya kujengea familia, na mnasema huko akukanyangagwi ni kwa baba nani? Je, nani awezaye kusimama kwa huyo mtakatifu? Ni yule mwenye mikono misafi na moyo mweupe, yule ambaye hakuinua sanamu nafsi yake au kumpa kuwa kitu cha uongo ama kuapa kuwa kitu cha uongo. Ni mtu ambaye hawezi kunena uongo juu ya ndugu yake. Huyo ndiye ako na ruhusa ya kunena juu ya Bwana, mbele za Bwana. Ndiye ako na uwezo wa kwenda mbele za Bwana. Ni yule ambaye atakayeweza angalia nafsi yake na asiombe sanamu, aende atafute miungu ili awe tajiri, bali yeye anaweka moyo wake ukiwa msafi mbele za Bwana, na anajua ya kwamba Bwana atamsaidia kushinda yote. Wapendwa katika Kristo Yesu, Bwana alituita na kusudi la injili yake, na kusudi ya kueneza injili yake. Wapendwa, wacheni kuomba sanamu, wacheni kutafuta tu miungu, wacheni kwenda kwa wachawi, wacheni kwenda kwa waganga, maana zote zitaisha, lakini neno la Kristo Yesu, yeye anasema ni la kudumu na ni la kweli na halitaisha. Dunia itaisha wapendwa, miti inaisha, watu wanaisha, viongozi maalum wanaisha, maskini wanaisha, lakini chochote kitakachosimama ni neno la Bwana. Je, jitengeneze. Kama wajua wafanye dhambi, wachana na dhambi. Kama wajua watenda mambo mabaya, kuna na uongo, wachana nayo katika Kristo Yesu. Maana yeye anaweza yote, yeye anatawala yote, yeye anaona yote, yeye anasikia yote katika Kristo Yesu. Maana alituita akatutwalia ufalme wake, na ni wale ambao watakayeokoka katika Kristo Yesu. May God bless us in the name of Jesus. Mungu uzima atubariki kupitia neema yake. Tujue ya kwamba yeye ana nguvu na sauti yake inasikika kote na nguvu zake zinadhihirika kote. Wapendwa katika Kristo, tujitenge katika Bwana na Bwana atatusaidia kama vile alisaidia Daudi. Vita vitakuja, Bwana atakuahidi, mambo yatakuja, lakini Kristo atakuweka hai, lakini Kristo atakuweka huru katika jina la Yesu. Wapendwa, saidia moyo wako ili ukae kama moyo wa Kristo. Utakaa kama moyo wa Kristo aje? Wacha dhambi, kaa karibu na Mungu, jua nguvu za Mungu. Ili Bwana akuwe mchungaji wake, lazima ujue zile nguvu na mamlaka ako nazo katika maisha yako. Lazima ujue ako na nguvu kitengo gani katika maisha yako, ana participate maisha yako asilimia ngapi. Lazima ujue huyu Mungu unayetegemea. Tuwe kama watoto. Wakati Yesu alichukua mfano wa watoto, alisema, maana kuna tutoto twingine tunatusiana, lakini akasema ufalme wa Mungu ni wale watakuwa kama watoto. Si kwamba watoto ni wazuri sana, wengine wanatusiana. Kwa nini Kristo apeana mfano wa watoto? Maana alijua mtoto hata akipigwa na mzazi wake anategemea huyo mzazi tu, hategemei kitu kingine. Hawezi enda kula sapa kwa jirani, hata kama wanakunywa maji wanalala hata kula kwao. Maana imani yake ameweka kwa baba yake na mama yake. Hivyo ndivyo sisi twastahili. Tumeweka akili zetu na ndio tunaangamia, tumeweka uwezo wetu na ndio tunaisha katika Kristo Yesu. May God have mercy on us. Bwana atuhurumie, tukapate neema, tukapate nguvu ya
kushinda, na tukikuwa kama Daudi tutashinda yote. Hata kufa kwetu tutakufa tukijua sisi ni washindi. Hata kuishi kwetu tutaishi tukijua sisi ni washindi katika Kristo Yesu anayetupa nguvu. Katika neema ya Bwana inayotuongoza tutajua sisi ni washindi katika Kristo Yesu, na atatubadilisha, ataturehamisha, atatuokoa na atatubariki. Yohana wakati alinena katika nyikani alionekana kama wazimu, lakini Bwana alimtumia sana na watu wakajua amembeba. Najua ya kwamba Bwana amenileta katika vizazi hivi ninene katika kizazi hiki chetu, ameniinua ninene haya maneno, na nitanena nikijua yeye anaweza na anatimiza yote. Yeye anaweza na anatimiza yote. Yeye anabadilisha na yeye anasikia. Yeye anaona na yeye anatazama. Yeye ana nguvu na yeye anasikia. Bwana tusaidie. Bwana tusaidie. Bwana tuonekanie. Bwana turehemu, maana sisi ni washindi pamoja na utukufu wako, katika jina la Yesu. Sisi ni washindi katika kila njia, maana ulituita tukaja kwa ufalme wako tuwe washindi. Na nenea watu ambao wananitazama katika Kristo Yesu, wapokee neema kama ya Daudi, wajue ya kwamba waliitwa na Bwana, naye Bwana alikuwa na sababu ya kuwaita ili wamtumikie, wawe kiumbe kizuri. Bwana atusaidie, Bwana atuongoze. Tuache yote, tumfuate Bwana. Kama hujaokoka unastahili uokoke, maana hauwezi kufanya Mungu mchungaji wako kama hujaokoka. Utaokoka hata kuchunga aje? Hauna ushirika na yeye. Hauwezi enda kwa baba ya jirani useme huyu ndiye baba yangu. Hata kulinda, atalinda watoto wake ndio anajua, lakini unaweza adoptiwa na huyo mzazi akufanye mtoto wake, na akikufanya mtoto wake atakudhihirisha kwa watu kama mtoto wake. Kwa hivyo ukikombolewa na damu ya Kristo, uwe mtoto wa Kristo, pia baba atakujua kama mwana, na atakulinda kila uendapo katika Kristo Yesu, na atakulinda kwa yote ufanyayo, kwa mambo yote utendayo, kwa hatua zote utendacho, kwa kila kitu utendacho. Dunia na ijue Bwana wetu yuna nguvu. Je, ni watu wangapi wamechimba nyumba zao, wanaweka mizingi ndani ya maji, wanaishi kwa maji? Wamenyimwa uwezo sana na Mungu, lakini yeye foundation yake anaitengeneza kwa maji, na sio maji kidogo. Ni maji, hauwezi survive ukianguka. Huyo ndiye Mungu. Wapendwa katika Kristo, tujidhihirishe mbele za Bwana. Kama hujapata wokovu, ningeomba tuombe na wewe, maana kitu cha kwanza ni kusikia. Baada ya kusikia unakiri, na baada ya kukiri Bwana atakusaidia. Baada ya kusikia Bwana atakuonekania katika Kristo Yesu. Kama hujaokoka, sema maneno haya: Bwana Yesu, nimekuja kwako, uniokoe. Toa kitabu changu katika kuzimu, ukiandike katika uzima. Bwana Mungu, nimeamini hayo na nimeokoka katika Kristo Yesu. Ukitaka kushiriki pamoja nasi kanisani, tuko Mau Narok Center, uko karibu sana pale Junction stage ya chini. Hapo utapata kanisa la Full Gospel. Pamoja na hiyo, kama uko Meta, utakuko na kanisa lingine la Full Gospel, na zaidi ya hiyo, kama uko kwa Kalenjin people pale panaitwa Simo Karoket, tuko na kanisa lingine. Unaweza tupata hapo kwa maelezo zaidi na kwa injili sana. May God bless you all. Mungu wa uzima awabariki.